Upendo wa kishirikina sehemu ya pili. Baada ya Bibi Aisha kutoa changamoto yake, upepo mkali ulivuma na mara moja alitoweka kama moshi. Salha alitazama Hamza kwa hofu, macho yake yakionyesha mashaka makubwa. Hamza, ungetoroka kabla hujachelewa, alisema kwa sauti ya hofu. Sijui laana hii ina maana gani kwetu. Lakini Hamza alikitisha kichwa. Salha, nilisema nipo tayari kwa chochote. Sitakwambia. Usiku huo Salha alimueleza Hamza kuhusu laana aliyorithi. Ilisemekana kuwa mwanamke yeyote kutoka kwenye ukoo wao asingeweza kupenda bila kumletea bwana wake maangamizi ama kwa magonjwa yasiyoeleweka, kupoteza akili au hata kifo. Ndiyo maana hakuna mwanaume aliyewahi kuthubutu kuwa naye. Asilimia kubwa ya wanaume waliowahi kukaribia walipatwa na mabaya. Aliongeza kwa huzuni, wewe pia huenda ukawa hatarini. Lakini Hamza hakuwa mtu wa kuogopa hadithi. Alijua kuna ukweli nyuma ya kila jambo. Na aliamini kuwa mapenzi ya dhati yanaweza kushinda hata uchawi mbaya zaidi. Asubuhi iliyofuata waliamka kumtafuta mganga aliyekuwa na uwezo wa kuondoa laana hiyo. Kulikuwa na simulizi za mzee mmoja anayeitwa, huyo mzee alikuwa akiitwa Bwana Mkame. Bwana Mkame aliyekuwa akiishi katika msitu wa giza, mbali na makazi ya wanadamu wa kawaida. Ilisemekana kuwa yeye pekee ndiye aliyewahi kumshinda Bi Aisha katika mapambano ya kichawi zamani. Safari yao haikuwa kirahisi. Walipovuka mto mkubwa walikutana na bibi mmoja kipofu aliyewaonya, wanangu, msipoangalia mapenzi yenu yatawaangamiza kabla ya hatima yenu. Lakini hawakurudi nyuma wala hawakumsikia. Walipozidi kusonga mbele, walisikia sauti za ajabu kutoka porini. Kelele, upepo ulioongea na mara nyingine vicheko vya mizimu vilivyofanya wasisimke kwa hofu. Usiku mmoja Salha alianza kuumwa ghafla. Ngozi yake ilianza kuweka joto kupita kiasi na midomo yake ikawa nyekundu kana kwamba alikuwa na homa kali. Hii ni laana, Hamza alisema, akimbeba Salha mgongoni mwake. Lazima tufike kwa Bwana Makame haraka. Waliendelea kutembea mpaka walipofika kwenye kijumba kilichozungukwa na miti yenye mizizi mikubwa inayojikunja kama nyoka. Mlango wake ulikuwa umefungwa kwa minyororo, lakini kabla Hamza hajagonga, sauti nzito ilisikika kutoka ndani. Niliwategemea, ingieni. Walifungua mlango kwa tahadhari na ndani yake walimkuta Bwana Makame. Mzee mwenye nywele nyeupe zilizoenea hadi mgongoni na macho yaliyong'aa kama almasi. Ameanza kushikwa na laana, mzee huyo alisema akitazama Salha. Lakini bado tuna muda wa kuzuia. Isuie mapenzi yenu. Hamza alizogea mbele. Tutafanya lolote. Bwana Makame alitabasamu kwa uchovu. Kuna njia moja tu, Hamza. Lazima upite mitihani wa moyo wako. Ukiweza, utaivunja laana. Ukishindwa, akasimama na kumtazama kwa macho ya ajabu, utamsahau Salha milele. Je, Hamza ataweza kushinda mitihani huo? Na je, upendo wao utaweza kuvunja mipaka ya uchawi? Itaendelea. Tukutane katika episode 3 ili uweze kujua lipi lifuatalo. Usisahau kusubscribe.